Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Jumapili ya Pentekoste. Masomo yanayotuongoza siku hii ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, sura ya 12 aya ya 3b hadi ya 7, ya 12 hadi ya 13, na injili ni Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi 23. Ndugu mpendwa, leo tunaadhimisha sherehe kubwa ya Pentekoste, siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka juu ya mitume na kanisa likazaliwa upya kwa nguvu ya Mungu. Mitume walikuwa wamekusanyika pamoja wakiwa na hofu, lakini Roho Mtakatifu aliposhuka juu yao wakajazwa ujasiri, furaha na nguvu ya kumshuhudia Kristo bila woga. Katika somo la kwanza tunaona muujiza mkubwa. Watu kutoka mataifa mbalimbali walikuwa Yerusalemu, kila mmoja akiwa na lugha yake na utamaduni wake. Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka juu ya mitume, walianza kutangaza mambo makuu ya Mungu, na kila mtu akawasikia kwa lugha yake mwenyewe. Hapa tunaona kwamba Roho Mtakatifu huvunja vizuizi vinavyowatenganisha watu na kuleta uelewa wa kina wa kazi ya Mungu. Hii inatupeleka moja kwa moja katika ukweli kwamba Roho Mtakatifu si wa kuchanganya watu, bali wa kuwaunganisha. Si wa kuleta migawanyiko, bali wa kuleta umoja. Si wa kufanya neno la Mungu kuwa gumu, bali ya kulifanya lieleweke kwa kila mtu. Somo la pili linatukumbusha kwamba Roho Mtakatifu si tu zawadi ya nje, bali ni maisha ya ndani. Mtume Paulo anasema kwamba hakuna mtu anaweza kumuita Yesu Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Na anatufundisha kwamba kuna karama mbalimbali, huduma mbalimbali na matendo mbalimbali, lakini Roho ni mmoja. Hivyo umoja wa kanisa unatokana na Roho mmoja anayefanya kazi ndani ya watu wengi kwa njia tofauti. Hii inamaanisha kwamba tofauti zetu si kwa ajili ya kututenganisha, bali ni kwa ajili ya kutajirisha mwili wa Kristo, yaani kanisa. Roho Mtakatifu anamtumia kila mmoja wetu kwa namna yake, lakini kwa lengo moja la kujenga kanisa na kulileta katika umoja wa Kristo. Injili inatufikisha kwenye kilele cha tukio hili. Yesu mwenyewe anawatokea wanafunzi wake baada ya ufufuko wake na anawapa amani. Anawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Hapa tunaona kwamba Roho Mtakatifu anatoka kwa Kristo mwenyewe kama zawadi ya amani na msamaha. Yesu aliwatuma wanafunzi wake kwenda kuendeleza kazi yake na kuleta upatanisho na msamaha kwa ulimwengu mzima. Ndugu zangu, leo tunaalikwa kutambua kwamba Roho Mtakatifu anatupa lugha mpya. Sio tu lugha ya maneno, bali lugha ya moyo, lugha ya upendo badala ya chuki, lugha ya amani badala ya migogoro, lugha ya msamaha badala ya kisasi, na lugha ya umoja badala ya mgawanyiko. Wakati mwingine tunaweza kuishi karibu sana, lakini tukakosa kuelewana. Tunaweza kuzungumza kila siku, lakini tukashindwa kuponya mioyo ya wengine. Hapa ndipo Roho Mtakatifu anatualika tubadilike, ili maneno yetu yawe ya kujenga na si kubomoa, ya kuunganisha na si kutenganisha. Yesu anapowapa wanafunzi wake amani na Roho Mtakatifu, anatufundisha kwamba kila utume wa kweli katika kanisa lazima uanze na amani ya Kristo na nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu. Bila Roho, maneno yetu ni matupu, lakini pamoja na Roho Mtakatifu, hata neno moja linaweza kubadilisha maisha ya mtu. Basi leo tumwombe Roho Mtakatifu atujaze upya, atufanye vyombo vya umoja na atufundishe kuishi kama kanisa moja. Ingawa tuna tofauti zetu,
atupe nguvu ya kusamehe, nguvu ya kupenda na nguvu ya kumshuhudia Kristo katika maisha yetu. Basi kwa unyenyekevu leo tuombe. Roho Mtakatifu, tujalie lugha yako sisi waamini wako. Tufanye tuweze kuelewana kama mitume walivyoelewana. Tufundishe kutumia karama zetu kwa umoja wa kanisa, na utupe amani ya Kristo inayodumu mioyoni mwetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.